Hali ya taharuki inaendelea kutanda nchini Venezuela kufuatia matetemeko makubwa ya ardhi yenye ukubwa wa mita 7.2 na 7.5 tokea siku 3 zilizopita na kusababisha maafa makubwa ya vifo na uharibifu wa miundombinu. Idadi ya waliofariki imefikia watu 920 huku zaidi ya watu 51,000 wakiwa bado hawajulikani walipo, na juhudi za uokoaji zinaendelea katika maeneo yaliyoathirika zaidi ili kutafuta manusura waliofukiwa na vifusi. Serikali imepiga marufuku uingiaji wa watu katika eneo la Gualila ambalo ndilo kitovu cha tetemeko hilo ili kupunguza msongamano wa magari unaozorotesha kazi ya uokoaji. Na sasa ni watu wenye vibali rasmi pekee wanaoruhusiwa kuingia katika eneo hilo. Kaimu Rais Delcy Rodriguez amesema serikali inaendelea kusambaza misaada ya chakula na maji kwa waathiriwa, huku pia akisisitiza hitaji la dharura la msaada wa kimataifa na waokoaji kutoka nje ya nchi. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa watu milioni 7 wameathiriwa na maafa hayo kote nchini humo. Kwa upande mwingine, Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa imesema inafikiria kuchukua hatua mbadala baada ya Burkina Faso kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na nchi hiyo. Katika taarifa iliyotolewa Jumamosi, Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa imetaja uamuzi huo kuwa ni wa kikandamizaji na usio na msingi na kuongeza kuwa unaonyesha mwelekeo wa kutia wasiwasi wa serikali ya Burkina Faso. Ufaransa pia imewashauri raia wake walioko nchini humo kuongeza tahadhari. Lakini siku ya Ijumaa, Burkina Faso ilitangaza kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na mtawala wake wa zamani wa kikoloni kufuatia miaka ya kuzorota kwa uhusiano kuhusiana na masuala ya usalama, mamlaka ya nchi na madai ya kuingiliwa na nchi za nje. Waliotoa tangazo hilo katika taarifa rasmi iliyochapishwa Ijumaa Juni 26. Na taarifa hiyo ilitiwa saini na msemaji wa Wizara ya Ufaransa Pascal Confaviokus, inasema kuwa serikali ya Ufaransa inafuatilia kwa karibu usalama wa wafanyakazi wa serikali waliopo nchini humo pamoja na raia wa Ufaransa wanaoishi Burkina Faso. Hali ya taharuki inaendelea kutanda nchini Venezuela kufuatia matetemeko makubwa ya ardhi yenye ukubwa wa mita 7.2 na 7.5 tokea siku 3 zilizopita na kusababisha maafa makubwa ya vifo na uharibifu wa miundombinu. Idadi ya waliofariki imefikia watu 920 huku zaidi ya watu 51,000 wakiwa bado hawajulikani walipo, na juhudi za uokoaji zinaendelea katika maeneo yaliyoathirika zaidi ili kutafuta manusura waliofukiwa na vifusi. Serikali imepiga marufuku uingiaji wa watu katika eneo la Gualila ambalo ndilo kitovu cha tetemeko hilo ili kupunguza msongamano wa magari unaozorotesha kazi ya uokoaji. Na sasa ni watu wenye vibali rasmi pekee wanaoruhusiwa kuingia katika eneo hilo. Kaimu Rais Delcy Rodriguez amesema serikali inaendelea kusambaza misaada ya chakula na maji kwa waathiriwa, huku pia akisisitiza hitaji la dharura la msaada wa kimataifa na waokoaji kutoka nje ya nchi. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa watu milioni 7 wameathiriwa na maafa hayo kote nchini humo. Kwa upande mwingine, Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa imesema inafikiria kuchukua hatua mbadala baada ya Burkina Faso kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na nchi hiyo. Katika taarifa iliyotolewa Jumamosi, Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa imetaja uamuzi huo kuwa ni wa kikandamizaji na usio na msingi na kuongeza kuwa unaonyesha mwelekeo wa kutia wasiwasi wa serikali ya Burkina Faso. Ufaransa pia imewashauri raia wake walioko nchini humo kuongeza tahadhari. Lakini siku ya Ijumaa, Burkina Faso ilitangaza kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na mtawala wake wa zamani wa kikoloni kufuatia miaka ya kuzorota kwa uhusiano kuhusiana na masuala ya usalama, mamlaka ya nchi na madai ya kuingiliwa na nchi za nje. Waliotoa tangazo hilo katika taarifa rasmi iliyochapishwa Ijumaa Juni 26. Na taarifa hiyo ilitiwa saini na msemaji wa Wizara ya Ufaransa Pascal Confaviokus, inasema kuwa serikali ya Ufaransa inafuatilia kwa karibu usalama wa wafanyakazi wa serikali waliopo nchini humo pamoja na raia wa Ufaransa wanaoishi Burkina Faso. Hali ya taharuki inaendelea kutanda nchini Venezuela kufuatia matetemeko makubwa ya ardhi yenye ukubwa wa mita 7.2 na 7.5 tokea siku 3 zilizopita na kusababisha maafa makubwa ya vifo na uharibifu wa miundombinu. Idadi ya waliofariki imefikia watu 920 huku zaidi ya watu 51,000 wakiwa bado hawajulikani walipo, na juhudi za uokoaji zinaendelea katika maeneo yaliyoathirika zaidi ili kutafuta manusura waliofukiwa na vifusi. Serikali imepiga marufuku uingiaji wa watu katika eneo la Gualila ambalo ndilo kitovu cha tetemeko hilo ili kupunguza msongamano wa magari unaozorotesha kazi ya uokoaji. Na sasa ni watu wenye vibali rasmi pekee wanaoruhusiwa kuingia katika eneo hilo. Kaimu Rais Delcy Rodriguez amesema serikali inaendelea kusambaza misaada ya chakula na maji kwa waathiriwa, huku pia akisisitiza hitaji la dharura la msaada wa kimataifa na waokoaji kutoka nje ya nchi.
Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa watu milioni 7 wameathiriwa na maafa hayo kote nchini humo. Kwa upande mwingine, Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa imesema inafikiria kuchukua hatua mbadala baada ya Burkina Faso kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na nchi hiyo. Katika taarifa iliyotolewa Jumamosi, Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa imetaja uamuzi huo kuwa ni wa kikandamizaji na usio na msingi na kuongeza kuwa unaonyesha mwelekeo wa kutia wasiwasi wa serikali ya Burkina Faso. Ufaransa pia imewashauri raia wake walioko nchini humo kuongeza tahadhari. Lakini siku ya Ijumaa, Burkina Faso ilitangaza kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na mtawala wake wa zamani wa kikoloni kufuatia miaka ya kuzorota kwa uhusiano kuhusiana na masuala ya usalama, mamlaka ya nchi na madai ya kuingiliwa na nchi za nje. Waliotoa tangazo hilo katika taarifa rasmi iliyochapishwa Ijumaa Juni 26. Na taarifa hiyo ilitiwa saini na msemaji wa Wizara ya Ufaransa Pascal Confavieus, inasema kuwa serikali ya Ufaransa inafuatilia kwa karibu usalama wa wafanyakazi wa serikali waliopo nchini humo pamoja na raia wa Ufaransa wanaoishi Burkina Faso.